na ninyi wa Tanzania mtakubaliana na mimi, moja ya kero kubwa ambayo inakabili nchi yetu, pamoja na kwamba nchi yetu ni tajiri, moja ya kero kubwa inayokabili Watanzania, bado tuna Watanzania maskini. Kwa nini tulikuwa bado tuna Watanzania maskini? Ndiyo, tuna rasilimali inaitwa bahari, lakini huwezi ukaenda na mashua katikati ya bahari kule kwenda kuvua, na wale wenye mameli makubwa hawawezi kuja mpaka hapa ukingoni. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema itajengwa bandari ya uvuvi ya kisasa kama zilizoko Ulaya na mataifa mengine, itajengwa hapa tu. Na imejengwa kwa fedha za Watanzania. Na haya si maneno tu, ninyi wenyewe mnashuhudia huu mradi. Mimi nimezungushwa, nimeuona, ninyi mko nao hapa mradi huu, mnaushuhudia, zaidi ya bilioni 280, na unaenda kutengeneza ajira, unaenda kuongeza kipato cha Watanzania wanaojishughulisha na sekta ya uvuvi. Na pamoja na changamoto za kidunia za kiuchumi, mradi haukukwama mpaka sasa, zaidi ya 90%, na kwa taarifa ambayo tumepewa, baada ya miezi miwili utazinduliwa ukiwa umekamilika. Hii ndio maana halisi ya uongozi unaoacha alama. Hii ni mali ya Watanzania, inaenda kuwapa kipato Watanzania, inaenda kubadili maisha ya Watanzania, inaenda kuongeza pato la taifa la Watanzania, inaenda kutengeneza ajira. Nimeambiwa ajira ukiweka na mnyororo wake ni zaidi ya 30,000. Na hapo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii anaendelea na programu zingine zinazoendana na kutengeneza ajira, ikiwemo kugawa boti, ikiwemo uvuvi wa vizimba, pamoja na mambo mengine yanayofanana na hayo. Hivi ndivyo matatizo ya Watanzania yanavyopaswa kutatuliwa, na hii inatoa jawabu la kupunguza umaskini, na hii inatoa jawabu la kuongeza kipato. Safari ile iliyoandikwa kwenye dira ya 2050 inaanza na miradi mikubwa kama huu ambao hatukuwahi kushuhudia.